namna ya kumhakiki mwenza kabla ya kufanya maamuzi ya kufunga naye ndoa. Kitabu hiki ni cha msingi sana, kila mmoja wetu awe nacho, ambaye hajaoa wala hajaolewa, ambaye anataka kuwa na ndoa iliyofanikiwa. Kitabu hichi ni muhimu sana, kila mzazi awe nacho kwa ajili ya mtoto ambao anao. Kitabu hiki ni muhimu, kila mtu ambaye ameoa na kuolewa inabidi awe nacho kwa ajili ya watoto ambaye atawazaa. Kitabu hichi ni muhimu, kila mmoja wetu awe nacho kwa ajili ya ndugu anayempenda, kwa ajili ya jamaa anayempenda, kwa ajili ya rafiki anayempenda, ambaye baadaye ataingia kwenye ndoa. Kwa nini tunatakiwa tuwe na kitabu hiki? Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 mpaka wa 23. Biblia inasema kutoka kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 21, hakikini kila jambo, shikeni lile lililo jema. Hakikini kila jambo. Baada ya kuhakiki lile ambalo ni jema, lishike. Kuhakiki ni pamoja na mwenza mtarajiwa, yule ambaye utaingia naye kwenye ndoa. Nasikitika kusema ya kwamba watu wengi ni wajinga, watu wengi ni wapumbavu, watu wengi hawana akili, wanaingia kwenye mahusiano na kwenye ndoa pasipo kuhakiki wale ambao wamewachumbia au kuchumbiwa. Biblia inasema muhakiki kwanza. Baada ya kumhakiki na kumhakikisha ya kwamba ni mwema na kumhakikisha ya kwamba anafaa, ndio ufanye maamuzi ya kuingia naye kwenye ndoa. Kuna watu wengi wamepata maumivu, kuna watu wengi wamepata shida, kuna watu wengi leo hii wanalia sababu ya kuto kuhakiki wale ambao waliwachumbia au kuchumbiwa na wao. Mtu wa kwanza kuhakiki mwenza wa maisha alikuwa anaitwa Adam. Adam hakuingia kwenye ndoa pasipo kuhakiki. Adam alifanya tathmini, Adam alifanya uchunguzi wa kina kabla ya kufunga ndoa na Eva. Ingawa Eva aliletwa na Mungu kwa Adam, ingawa Eva alitengenezwa na Mungu, lakini bado Adam hakukubali kufunga ndoa na Eva pasipo kumhakiki. Haijalishi umepokea maono, umeota ndoto, au umepokea unabii, au ni Mungu kupitia malaika akakwambia huyu ni mwenza wa maisha, bado unalo jukumu la kumhakiki. Wengi walio kwenye ndoa leo wanalia ndoa zao waliingia sababu ya unabii, au sababu ya maono, au sababu kuna malaika alikuja akawaonyesha kumbe huyu ni mke. Adam, ingawa Eva alitengenezwa na Mungu, lakini kuingia naye kwenye ndoa alimhakiki. Je, wengi mnashangaa kama inakuwaje Adam alimhakiki? Twende kwenye Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Mungu anaweka nia ya Adam kupata mwenza, na Mungu akasema si vema huyu mtu awe peke yake,
nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. 19, Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni. Anasema si vizuri mwanaume awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Wa kwanza kutengenezwa wakawa ni wanyama. Adam baada ya kuambiwa nitakupatia msaidizi, ghafla ana Mungu akatengeneza wanyama. Wanyama wa msituni akamletea Adamu ili awaone. Mstari wa 20, Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa, ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kufanana naye. Sio vizuri wewe peke yako. Alikuwa peke yake. Nitakutengenezea msaidizi. Afu ghafla wasaidizi walikuwa wakija, walikuwa ni wanyama. Na moja, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake. 22, na ule ubavu alioutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu. 23, Adamu akasema, sasa huyu ni mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Na mstari 24, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na wao watakuwa ni mwili mmoja. Baada ya Mungu kumlaza Adam, kukuonyesha kwamba Mungu alikuwa ni bwana usingizi, anesthesiologist. Ina maana kwenye bustani ya Eden kulikuwa na hospitali, kulikuwa kuna chumba cha upasuaji. Adam akalazwa na Mungu, afu Mungu akampasua Adam, akatoa ubavu, akatengeneza mwanamke. Mungu akaondoka. Adam anafungua macho, anaona kuna kiumbe kingine ambacho kiko mbele yake. Vile vile Mungu alivyomletea wanyama, Biblia inasema akamleta mbele ya nani? Ya Adam. Adam akakumbuka kwamba hii bustani ya Eden iko hospitali. Akaingia mahabara, akamchukua yule mwanamke, akachoma sindano kutoa seli kutoka kwenye mifupa, akachoma sindano kutoa seli kutoka kwenye nyama, akapeleka kwenye mahabara, akapima. Alipopima akagundua zile seli zinabeba vinasaba vinavyofanana na yeye. Baadaye ndo akasema mifupa yake sawa sawa na mifupa yangu, na nyama yake ni sawa na nyama yangu. Huyu si mnyama, huyu ni mwanamke, ataitwa. Baadaye ndio ndoa ikafungika. Alimhakiki. Sikiliza, kwa nini tunatakiwa tuhakiki? Kila mtu ambaye Mungu anamleta mbele yako, ama ni mnyama ama ni mwenza. Kila mtu ambaye Mungu anamleta mbele yako, ama ni mnyama ama ni nini? Ni mwenza. Anasema tu kitabu cha Mathayo 7:15, jihadharini na manabii wa uongo, watu waliokuwa wamevaa mavazi ya kondoo, walakini ndani yao ni mbwa mwitu wakali. Mungu anasema jihadharini. Kuna watu wanakuja kwenu wamevaa mavazi ya kondoo, ndani ni mbwa mwitu wakali, ndani ni wanyama. Alikuwa anazungumzia watu hapa, alikuwa anazungumzia. Anakuja mwanaume kukuchumbia, ni mpole kama kondoo.
ni mtulivu kama kondoo, lakini ndani huyu mwanaume ni mbwa mwitu, ni mkali kupindukia. Unaingia naye kwenye ndoa, ule umbwa mwitu unaanza kutokeza, anaanza kurarua, anaanza kunguruma. Wengi wanaishi na maumivu makali kwa sababu wameolewa au wameoa mbwa mwitu. Kwa nini tunatakiwa tuchunguze, tuhakiki wenza? Kuna watu wana tabia za wanyama. Kuna wanaume, wanawake wana tabia za nyoka, waongo, walagai, wanakona kona. Kuna wanaume wana tabia za nyati. Kuna wanawake wana tabia za paka. Wanadamu wote ambao Mungu ameumbwa wana tabia za wanyama. Ndio maana wazungu wametuweka pamoja na wanyama in the animal kingdom. Mwanadamu unayemwona kuna unyama ndani yake. Kila mwanadamu, hata mimi, kuna unyama ndani yangu. Akishukuru Mungu, mimi unyama nilionao ni kondoo. Ni kondoo. Ni kondoo. Kuweni wapole kama kondoo. Muulize jina lako, umechumbiwa na nani? Mwambie unamjua huyo aliyekuchumbia. Chukueni kitabu hiki kitakawasaidia. Huhitaji kuwa umejazwa na Roho Mtakatifu au una ufahamu wa maandiko. Utakaposoma kitabu hiki, nimeandika kanuni 15. 10 na ngapi? 5 ambazo unaweza na kila kanuni inajitegemea yenyewe. Huhitaji kujazwa Roho Mtakatifu. Kila kanuni inajitegemea. Kila kanuni inajitegemea. Yeyote uliyokuwa naye karibu ana unyama ndani yake, unatakiwa uhakiki. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu.